Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Kwa sababu Nepal jiografia yake, unajua Nepal imepakana na China na India. Kwa hiyo kwa hivi siku za karibuni unafahamu kuwa Donald Trump hakuwa akielewana na China kuanzia awamu yake ya kwanza. Alikuwa haelewani nayo kabisa, na ndio maana katika awamu ya kwanza walikuwa na mashindano ya kuwekeana vikwazo, na hata Trump alifanya juu chini kuua kampuni ambayo ilikuwa inakwenda juu sana kwa kasi, kampuni ya teknolojia na mawasiliano ya Uchina, Huawei. Trump aliua mpaka wakisha wanaiondoa kwenye Android. Kama mnakumbuka, Huawei walikuwa ni simu ambazo zinakwenda kwa kasi ya hali ya juu sana, lakini ndio walikuwa wanatengeneza mfumo wa internet wakati huo wa 4G 5G, walikuwa nahusika wao. Trump alikuwa anataka kuhakikisha kuwa ile kampuni anaiua, na alitia vikwazo kweli kweli, akainyima ushirikiano na makampuni makubwa ya Marekani kama Google na makampuni mengine yote ambayo yanatoa huduma kama zile za Android kwa ajili tu ya kuua Huawei. Kwa hiyo ilikuwa awamu ya pili ya Trump. Si tu kuwa imekuja na ugomvi na China tena, lakini imeadi adui mpya ambaye wakati ule alikuwa ni rafiki yake, na hata ukiangalia Narendra Modi alikuwa ni mtu ambaye anamkubali sana Trump. Ujio wa Trump mara ya pili ukaonekana kama Narendra atapata backup nzuri, na hata yeye akatembelea kule, wakajisifu sana katika hile. Lakini swala lilikuja ugombana kuwa Marekani inarudisha sana Wahindi katika mpango wa Trump wa kuondoa wahamiaji, na Narendra alidhani Marekani itazungumza naye kuhusu hilo. Lakini nje ya pale, India imekuwa ikifaidika sana na mgogoro wa Urusi na Ukraine, kununua mafuta, ambapo leo unaona kuwa India imeanzisha refinery nyingi, ambapo kiuhalisia India hawana hayo mafuta kwa kiwango hicho. Wanayo mafuta kidogo, lakini leo India ina refinery nyingi za mafuta za kuchuja mafuta kutoka crude ile. Manake nini? Urusi anaiuzia sana. Makampuni makubwa ya India yananunua mafuta, yale mafuta ambayo yana crude oil ambayo inakuja kwenye mapipa, ambayo wenyewe wanakuja sasa kuyatengeneza kuzalisha petroli, diesel, lami na vitu vingine pale. Kwa hiyo tayari India imefaidika pakubwa sana na mzozo wa Urusi na Ukraine. Sasa Marekani wakati anataka yeye afanye biashara, unajua huu ulimwengu unazunguka kwenye unafiki tu. Marekani kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine si kwa sababu anawapenda Ukraine, ni kwa sababu tayari amesha saini makubaliano na Ukraine ya kufikia madini ya Ukraine. Sasa Marekani kinachomkimbiza haraka ni kwenda kuchimba madini, sio kuangalia mustakabali wa watu wa Ukraine. Ulaya wao wana malengo mengine nje ya kufaidika na Ukraine, lakini wanataka wajilinde na usalama wao na udhibiti wao, na kutaka kuwa bado waonekane kuwa wana sauti duniani, kuwa ufanya mambo. Sasa hapo ndio wanaposhindana. Marekani yeye anashinikiza ili haya yaishe, yeye aweze kuanza kuchimba madini, afike pale. Sasa ndio iko hivyo. Sasa kila mmoja hufaidika kwa njia zake kuhusu hili. Kama nilivyokuambia kuwa sidhani wala sitegemei kusikia sauti kutoka China inamwambia Urusi kuwa vita ishe. Kwa nini nimwambie vita ishe? Hali ya kuwa Urusi, China ndio mwagizaji mkubwa wa mafuta duniani kwa eneo kubwa. Unajua ukiangalia mfano mafuta yanayotoka Gabon, unaweza kujiuliza mafuta Gabon yanaenda wapi? Mbona wana mafuta? China. Madini yanayotoka Kongo juu ya 51% China. Wala sio mzungu anayechota sana, ni Mchina anayechota madini ya Kongo vizuri kabisa. Mafuta ya Nigeria yanaenda wapi? China. Sijui China. Kwa hiyo uhitaji wa mafuta wa China, nchi ambayo ina watu 1.4 billion, nchi ambayo imefanya mapinduzi makubwa sana ya teknolojia na viwanda, uhitaji wa mafuta ni mkubwa zaidi. Ndio maana wana mafuta ya Irani, China. Mafuta yanatoka Venezuela, China. Mafuta sijui yanatoka Belarus, China. Sijui Kazakhstani, China. Sasa China anapata mafuta ya bei ya discounti kutoka kwa Urusi. Sasa niambie kuwa China yuko tayari Urusi amalize vita ili arudi kuuza mafuta yale kwenye soko la dunia, anunue kwa bei ile. Tofauti ya pipa itakuwa kiasi gani? Kwa kiasi gani ambacho itakuwa? Hiyo haiwezekani. Sasa India anataka Urusi amalize vita. Halafu yani Urusi amalize vita ili hizi refineries zilizoanzishwa India zifanye kazi gani? Zifungwe.
au Wahindi sasa wakanunue mafuta kwenye soko la dunia halafu waje wasafishe, watauza bei gani? Kwa hiyo mafuta yanayopatikana ya bei rahisi ya Urusi yanatoa faida kubwa sana kwa China na India. Sasa awamu ya Trump ya pili ikamuad nani? India kwenye mgogoro, kwa sababu tayari Trump kaiwekea vikwazo India kwenye hili. Sasa ni kama haelewani na wote wawili. Hawa ndio walikuwa namtegemea India kwenye ulimwengu ule wa Global South kwa destroy upande wa pili. Yani ule ulimwengu wa Global South, Marekani alikuwa akimtegemea India kwa ajili ya kupata taarifa, kupata chochote katika ulimwengu wa pili. Hata wakati kwenye ushirika ule wa BRICS, Marekani alikuwa akimtegemea sana India na Afrika Kusini kuwa haya ndio macho na masikio yake, ikiwemo Brazil kwa mbali. Sasa leo hii India tayari anamhesabu Marekani kuwa si rafiki tena. Sasa Marekani naye anaona hawa tayari ni tishio. Uchumi mbili kubwa ambazo zinakuwa kwa kasi, India na China, tayari hivi sasa zinaonekana ni uchumi ambazo huenda ikamsukuma. Nakumbuka hawa wamefanyiana ziara ambayo Narendra amekwenda China ambapo alikuwa na miaka hajaenda, lakini tayari wameanzisha uhusiano kutoka kwenye mgogoro mbaya wa mpakani ambapo walikuwa na silaha zilikuwa ziko wazi, wameanzisha uhusiano wa pamoja. Sasa Marekani ana tishio la hizi nchi, anawezaje kwenda kukaa katikati yao? Na hii halijaanza leo, manake ni swala la muda ambalo wao wanaliona kuwa hata hawa hatuwezi tukawaamini sana. Sasa Marekani anawezaje kwenda kukaa? Ndio maana unaona kile nilikuambia jana, anayeuzia nini Taiwan silaha za kutosha kwa ajili ya nini ya Taiwani ataweza kukaa kwa ajili ya China. Haondoki Philippines. Alivyokuja Marcos Jr. Alirudi Marekani ambapo aliondoa kambi zake kipindi hicho. Unajua Philippines ni nchi ambayo ilitawaliwa na Marekani. Ndio maana unaona ule umagharibi umepitiliza sana. Ule ushoga ni wa hali ya juu sana kwa Philippines kwa sababu hawa walitawaliwa na Marekani. Marekani wakati wa vita zile za Vietnam alikaa sana hapa. Alikuwa na kambi zake nyingi ziko hapa. Lakini wakati huo hakujua kama China atakuja kuwa tishio. Kwa hiyo Marekani alifunga baadhi ya kambi akaondoka Philippines. Baadaye anakuja kustuka kwa tishio sio tena Vietnam. Tishio ni China. Anakumbuka kuwa alikuwa Filipini angeweza kukaa pale ili kudhibiti bahari ya kusini mwa China, aweze kucheza kuanzia Guam na maeneo mengine ambayo anaweza akachezesha Taiwan mpaka kwenda upande wa pili. Matokeo yake nini? Akawa amechelewa. Wakati alikuwepo Rodrigo Duterte hakutaka uhusiano na Marekani, wakutaka Marekani iende ikaweke kambi pale. Sasa Duterte alivyomaliza muda wake akaja huyu Marcos Jr. Yeye huyu alivyofika tu cha kwanza Marekani wameenda kusaini makubaliano ya kurudisha kambi zao zilizopo Philippines. Kwa hiyo tayari yuko pale. Sasa nilichokuwa nakwambia kuwa nilisoma nyaraka ambazo zilivuja, ambazo ziliandikwa na Gray Zone, ambazo zinaonyesha kwamba mashirika yaliyofadhiliwa na serikali ya Marekani yaliwaunga mkono na kuwapa mafunzo wanaharakati vijana wa Nepal kwa siri katika miaka iliyopita na kupelekea kupinduliwa kwa nguvu ya serikali ya Nepal mnamo Septemba 2025, huku Washington ikijitahidi kudhibiti kile inachokiona kama ushawishi wa China na India nchini humo. Mtakuwa mmenielewa. Yaani Marekani amekwenda Nepal kwa sababu tayari sasa hayuko China, hayuko India. Anataka akae sasa sehemu, awe sasa anawamonita vizuri wote, kama kuwachonganisha wachonganishe vizuri. Kulingana na faili hizo, National Endowment for Democracy NED ilitumia mamia ya maelfu ya dola kufadhili programu zilizowafunza vijana wa Nepal katika mikakati na ujuzi wa kuandaa maandamano na mipango hiyo ilisimamiwa na taasisi ya kimataifa ya Republican IRI, shirika linalohusiana na NED, na iliundwa waziwazi kukuza mtandao wa wanaharakati ambao unaweza kuwa na nguvu muhimu ya kuunga mkono maslahi ya Marekani. Sijui mmeelewa mpaka hapo? Twendeni. Nyaraka hizo zinaelezea juhudi zilizoratibiwa za kuwaunganisha vijana wenye nguvu na viongozi wa kisiasa, huku zikitoa mafunzo kamili kuhusu jinsi ya kuzindua kampeni za utetezi na maandamano. Maandamano hayo yangezingatia masuala yaliyochaguliwa na taasisi hiyo na washirika wake wa ndani kwa lengo la kuhakikisha kwamba wasiwasi wa Marekani kuhusu demokrasia ya Nepal utatatuliwa. Ripoti moja ya IRI ilisema. Sio, umeelewa? Yaani uratibu unaandaliwa huko NED, hilo shirika ndio wanaoandaa kuwa hili na hili na hili ndio mtaenda nalo kwenye maandamano, na hili na hili na hili, alafu sisi tutakuja juu kuunga mkono yale mtao yasema nyinyi. Twendeni. Nepal ilitumbukia katika machafuko mnamo Septemba
2025 baada ya mamlaka kuzuia ufikiaji wa majukwaa makubwa ya kimitandao ya kijamii ikiwa pamoja na Facebook, YouTube, X, ikitaja kushindwa kwa kampuni hizo kufuata mahitaji ya usajili wa ndani, yani kampuni hizo zilishindwa kuheshimu sheria za ndani. Vurugu zikatokea ambazo zilisababisha vifo vya watu wasiopungua 76 wakiwemo maafisa kadhaa wa polisi na kulazimisha waziri mkuu wa kikomunisti KP Sharma Oli kujiuzulu ndani ya siku chache. Baadaye alibadilishwa kiongozi wa mpito aliyechaguliwa kupitia kura za mtandaoni ambazo hazikujulikana na ripoti, yani kura zilipigwaje ambazo zilipigwa na Discord, kura 10,000 ambazo zilipigwa. Ingawa vyombo vingi vya habari vya Marekani vilielezea machafuko hayo kama maasi ya amani, ingawa vyombo vingi vya Marekani vilielezea machafuko hayo kama yalikuwa ni maasi ya amani yanayounga mkono demokrasia, video zilizochapishwa zilizoonyesha vikundi vyenye silaha vikivamia miji, huku baadhi ya waandamanaji wakiwa wamebeba silaha za nusu atomic, alama kutoka kwa mfululizo wa bunduki za Kijapan zile za One Piece zilizoonekana wazi wakati wa maandamano, na picha zikijirudia zinazoonekana katika maandamano ya hivi karibuni yaliyoongozwa na vijana katika nchi hiyo, ikiwa pamoja na Ufilipino, Indonesia na Mexico. Yani kuwa hizi silaha ambazo zilionekana na Nepal kwenye maandamano ya Mexico zimeonekana, Indonesia zimeonekana na Ufilipino zimeonekana hizo silaha. Nyaraka zilizovuja zinaonyesha kuwa Nepal ilikuwa na umuhimu maalum wa kimkakati kwa programu zinazoungwa mkono na Marekani. Sijui umeelewa? Yani nyaraka zilizovuja zinaonyesha Nepal ilikuwa ni umuhimu maalum wa kimkakati kwa programu zinazoungwa mkono na Marekani. IRI ilieleza eneo la kimkakati la kijiografia la nchi hiyo iko katikati ya Uchina na India, kama linalofanya iwe msingi, yani mpango wa nchi hiyo kuwapo inafanya iwe msingi wa matarajio ya Washington ya kukaa Indo-Pacific, ambayo pamoja na kupunguza ushawishi wa kikanda wa Beijing, kuwafunza vijana wa Nepal kutumia nguvu zao kwa ajili ya kuingilia kati sera na kuunda ufanyaji wa maamuzi wa kitaifa, kulitarajiwa kuwa na athari zaidi za maisha na miradi yao wenyewe. Sasa, mojawapo ya mipango muhimu zaidi ya program ambayo ililipiwa kiasi cha $3.5 ambayo iliitwa Yuna Netritwa Paradish Niti, uongozi wa vijana, sera ya uwazi, ambayo yenyewe mpango huu ulianza mwaka 2021 ukaenda mpaka mwaka 2022. Lengo lake limetajwa lilikuwa kuwapa viongozi wanaoibuka fursa zaidi za kujenga kasi ya wanaharakati wa vijana na kuwashinikiza watunga maamuzi wa kisiasa wa Nepal, ikiwa na wastani wa washiriki 60 mpaka 70. Sio umeelewa? Yani lengo likiwa kuwapa viongozi wanaoibuka, yani vijana, fursa za kujenga kasi, yani kuwa wanaharakati wa kweli kweli, na hao watu waweze kuwashinikiza watoa maamuzi, yani wanasiasa, wawe wafate kile wanachokitaka wao. Kwa hiyo ukiangalia hao vijana walikuwa wanafika kati ya 60 mpaka 70. Kwa hiyo walikuwa na nguvu. Programu hiyo ambayo ililenga kuunda mitandao ya wanaharakati wa vijana na viongozi wa kisiasa waliofunzwa kuwasilisha malalamiko hadharani na kutetea wasiwasi kuhusu machafuko ya kisiasa pamoja na ufisadi wa serikali na uundaji wa sera za kitaifa. Juhudi hizi zingejumuisha kampeni za utetezi na maandamano yanayokuza mageuzi ya kidemokrasia yanayowatetea Marekani. Yani mpango mzima ni wa Marekani. Mpango mzima, program ililenga kuunda mitandao ya wanaharakati vijana. Yani hao wanaharakati wanatoka kwenye harakati afu wanapachikwa kwenye siasa. Halafu ili waweze kuweka shinikizo na katika mashinikizo yao na kutetea, wanatetea mipango ambayo itaungwa mkono na Marekani, manake kuwa wanatetea sera za Marekani. IRI pia ilipanga kuwatia moyo washirika kutafuta nafasi za uongozi ndani ya vyama vya siasa, na hata waliambiwa waunde vyama vipya. Wahitimu walitarajiwa kuchukua jukumu sio tu katika maandamano ya barabarani, bali pia katika upangaji wa kisiasa wa muda mrefu. Yani walikuwa wameshahakikishiwa kuwa nyinyi hamtoishia kwenye maandamano, itapokuja kuundwa serikali nyinyi mtakuwa ndio kipaumbele na nyinyi mtashiriki katika kuunda. Tayari watu wameahidiwa vyeo.
Seti nyingine ya faili ambayo ilifichuliwa inaelezea miongozo ya mafunzo kwa warsha za uwezeshaji vijana ambazo zilijumuisha masomo katika kuzungumza hadharani, yani wanafundishwa jinsi ya kuwa mtakuwa mnakusanya watu na mnazungumza hadharani, ujumbe wa kimkakati, uhamasishaji wa rasilimali, nyewe mna mali hizi hamwezi kawa hivi na nini na nini, hawa wanawaibia na nini, kampeni ya utetezi na usimamizi wa maandamano, yani jinsi ya kuratibu na kusimamia maandamano. Washiriki walifundishwa jinsi ya harakati za vijana nje ya nchi zilivyofanikisha mabadiliko ya kisiasa, na walihimizwa kuiga mbinu hizo za ndani ya nchi. Yani wakawa wanapewa mifano, mmeona vijana wa kule Bangladesh au mmeona vijana wa kule, wale walitumia mbinu hii na mbinu hii kufanya hivi, na kwa hiyo na nyinyi igeni hicho kitu muende kutimiza. Mtaala huo pia ulijumuisha wazi mafunzo katika mikakati na ujuzi katika kuandaa maandamano yenye lengo la kushawishi siasa katika ngazi za mitaa, mkoa na za kitaifa. Washiriki pia walifunzwa kutumia mitandao ya kijamii na zana zingine za wavuti ili kukuza ujumbe wa kampeni. Vijana wanaonyonywa kwa maslahi ya Marekani. Anasema ili kuboresha mbinu yake, IRI iliamua kuajiri kampuni yenye makao yake makuu Kathmandu, Solution Consultant, kuendesha vikundi vya kulenga mahojiano na vijana wa Nepal kati ya Februari na Aprili 22. Wasimamizi waliagizwa kuwaruhusu washiriki kuzungumza kwa uhuru na wazi, huku wakihakikisha mijadala inabaki sambamba na vipaumbele vya IRI. Yani vijana wanaruhusiwa kuzungumza lakini wamepewa kipaumbele. Halafu wametengenezewa kundi la wanasheria ambao linawalinda. Yani kwa hayo mtazungumza afu mtalindwa. Kampuni hiyo ilihitajika kutoa nakala kamili ya maneno ya Kiingereza. Yani vile walikuwa wakizungumza kwa zile lugha, basi yale nakala zake zibadilishwe zipelekwe kwa Kiingereza ili ulimwengu utambue na sauti ziende nje. Ikitambua washirika kwa umri na kiwango cha elimu pamoja na kazi. Cha kushangaza, washiriki kadhaa wa vikundi ambavyo walishiriki, yani wanasema kuwa wengi wa vijana ambao walikuwa wameandaliwa kushiriki katika vikundi walionya kwamba wanaharakati vijana mara nyingi walitumiwa na kutupwa na vyama vya siasa, wakapelekwa wakati wa maandamano kisha wakatengwa. Mshiriki mmoja mwenye umri wa miaka 24 alisema vijana walionywa wakati wa maandamano lakini wakapuuzwa mara tu malengo ya kisiasa yalivyofikiwa. Umeelewa? Yani vijana walitumika, wakaenda kutumika, wakatoa riski, ndio wale 76 na wengine wamekufa, wamekamatwa, familia zao vilema na kila kitu. Lakini ilivyokuja makubaliano ya kisiasa, hawa vijana wakawekwa pembeni, hawakushirikishwa tena kwenye hiyo siasa. Lakini wao ndio unaweza kusema kuwa walikuwa wanatikisa mti wa zabibu zikadondoka, wakaokota wengine, wanakula wengine. Kwa hiyo huyo anasema vijana tulionywa, lakini ilipokuja tulishiriki. Baada ya hapo hatukupewa chochote. Mfumo huo ulionekana kujirudia wakati wa machafuko ya Septemba 2025. Kama mhariri wa New York Times alivyosema baadaye, anasema ingawa Wanepali wengi walikuwa tayari kukataa mfumo wa kisiasa uliopo, hawakuwa na uelewa wowote wa wazi wa kile kinachokuja kufuata. Ombwe limechochea juhudi mpya za kurejesha utawala wa kifalme wa Nepali uliofutwa tangu mwaka 2008. Yani vijana wengi wa Nepali, kama walivyo vijana wengi wa Kiafrika, kuwa wanazipinga tawala zao na serikali zao, lakini hawafahamu hata nini kinakuja kutokea baada ya kuondoa zile serikali zao, au nini kitakuja kutokea baada ya pale, kuwa nini kitaundwa, au wao watakuja kufaidika kipi baada ya kuondoa zile tawala ambazo wamekuwa nazo. Kwa hiyo nimetaka kukuonyesha huu mnyororo ambao niliwahi kuzungumza hapo nyuma, nikamwambia jamani, hii njia za wanaharakati ziko dunia nzima, na nikatoa rai yangu wakati nikawaambia ni serikali zenyewe za Kiafrika kuwa bado zimeamua kuishi kwenye usingizi, kwa sababu ulimwengu wa leo huwezi kukaa kazi yako eti wewe ni kupinga tu. Kila kinachozungumza unatuma mtu aende kupinga tu. No, wale wanaandaa, wanafadhili, wanatafuta watu ambao wanatimiza malengo yao. Yani wanafikisha ujumbe wao kwa kutimiza malengo, wanawalipa. Nimewahi kuambia Israeli inatumia dola milioni 2 kwa kufadhili tu mitandao ya kupiga propaganda kwenye mitandao tu, yani propaganda kwa mwezi. Dola milioni 2 wanatumia kwa ajili ya nini? Ya kupiga propaganda, yani kupingana na ukweli, kukanusha kila kitu, kufanya nini. Wamefanya hivyo, Israeli wanafanya hivyo.
Sasa serikali za Kiafrika ambazo zinaamini kuwa ziko sawa na hazina hayo matatizo ambao labda wanasingiziwa, walipaswa na wao waanzishe program ya vijana ya kupiga propaganda, yani ya kujibu hoja, ya kuonyesha yale ambayo vijana labda hawayajui, hawayaoni, ya kuwatangazia vijana. Rahby Digital, haki na ukweli.